ni alama ya kudumu. Tumwagilie mti wetu utakapopendeza na sisi kwenye vichwa vyetu. Wanafunzi malezi bora kwa mtoto, daraja kesho kwa wazazi. Naitwa Rehema Omari Salama, katibu wa jumuiya ya wazazi kata ya Wazo. Leo tuna siku maalum jumuiya ya wazazi katika upandaji wa miti katika shule yetu ya sekondari Mivumoni iliyo ndani ya kata ya Wazo, miongoni mwa shule ambazo zimefanya matokeo mazuri 2024 kwa mitihani yao ya mfumo. Kwa hiyo sisi kama jumuiya ya wazazi pamoja na wenzetu ambao wana umoja wa Mivumoni tumeamua kutoa pongezi ya watoto upandaji wa miti kwa sababu ni jambo endelevu. Watoto watapata kimvuli, watoto watapata matunda na vile vile kupata hewa iliyokuwa safi. Kiukweli ushauri wangu kwa upandaji wa miti ni hali nzuri sana. Yaani kila mmoja kama tulikauli mbiu yetu ya miaka mingi iliyopita huko nyuma, kata mti panda miti. Tunaona faida yake, watoto wetu wanapata kimvuli hasa kipindi cha mitihani. Madarasa wakati mengine na huwa hayatoshelezi. Kwa hiyo watoto unakuta wanakaa chini ya miti wanajisomea na kubadilishana mawazo mbalimbali. Hawatoki nje ya shule, bado wako kwenye eneo lao la shule. Kwa hiyo imekuwa ni faida kubwa kuliko mtoto kwenda nje akatafuta library ya mbali wakajisomee. Mara nyingi kunakuwa na matokeo ambayo sio mazuri kwa watoto wetu. Tumesikia faida za kuwa na miti ya matunda, lakini pia na miti ya kivuli mingine. Tunachohitaji hapa, nimesikia pia mnafundishwa habari za shule salama. Shule salama ni pamoja na kula matunda. Kila mlo unaoupata jitahidini kuwepo nini? Matunda. Kama tulivyoelekezwa, basi tujitahidi kuhifadhi mazingira yetu, lakini pia tujitahidi kuhakikisha kwamba mazingira yetu ya Mivumoni yanazidi kuwa mazuri zaidi. Na kimsingi kuna watu wanaionea wivu shule hii, sijui nyewe kama mnajua. Wanaionea wivu sana. Na mkuu wa shule alikuwa ananiambia hapa kuna katoto kamoja kanatokea kule IPTL. Lakini kwa sababu ya vitu vizuri mnavyofanya mahali hapa, ikiwemo masuala ya taaluma na nidhamu, kale katoto kamegoma, kako form 1 lakini hakataki kwenda kule. Kameamua kaendelee kuja hapa mpaka kanamaliza kidato cha 4. Na kwa kweli tuwapongeze walimu mnavyosimamia masuala ya elimu na nidhamu. Mungu awabariki sana sana sana. Mkaendelee kututunzia watoto wetu ili kesho na kesho kutwa wawe walimu wazuri, madaktari wazuri, lakini pia na watunzaji wazuri wa mazingira. Ninaombeni kama tulivyoelekezwa, basi tujitahidi kuhifadhi mazingira yetu, lakini pia tujitahidi kuhakikisha kwamba mazingira yetu ya Mivumoni yanazidi kuwa mazuri zaidi. Naitwa Rehema Omari Salama, katibu wa jumuiya ya wazazi CCM kata ya Wazo. Hafla ya leo ya upandaji wa miti, sisi kama wazazi jumuiya itokanayo na Chama cha Mapinduzi ndio sehemu yetu. Kazi ya jumuiya hii ni kulea, malezi, mazingira, afya pamoja na utamaduni. Nimesikia kuna maigizo ni sehemu ya utamaduni. Nimesikia shairi hapa Ngonjela ni sehemu ya utamaduni. Kwa vyote hivi vinalelewa na jumuiya hii ya wazazi Tanzania. Ni wahase watoto wangu, hii miti ni gharama. Hata barabarani mnaona wazazi wetu wengine ndio sehemu ya kujipatia kipato cha maisha yetu. Itunzeni kwa hali na mali. Leo mtaona mzigo, kesho hautakuwa mzigo, ni wepesi, mtakula na mtafaidika kwenye kimvuli. Tumpongeze sana rais wetu, mpenzi wetu, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Yeye ndio aliongoza na kutoa tamko rasmi la upandaji wa miti. Kila shule, kila zahanati, sehemu yoyote ile ya kijamii kuwa kuna miti ya kutosha ili tuweze kupata kivuli pamoja na hewa safi. Miti hii itatusaidia hasa kipindi cha mitihani. Tutakaa wote madarasani, lakini tutakaa nje chini ya miti na kusaidiana, kufundishana, kuelekezana masomo yetu ili tuweze kuperform vizuri katika mitihani yetu. Niwatakie kila laheri watoto wangu.
afya njema kutokana na mazingira yetu, ili tuweze kuwa na akili zaidi na zaidi. Asanteni sana. Tuna waandishi wa habari kutoka ITV pamoja na Star TV wako hapa, na East Africa TV pia wako njiani kujumuika pamoja na sisi. Hawa ni Jambo TV, tuko nao hapa, na pia tuna Miwago TV wako hapa live kabisa. Mivumoni oi! Mivumoni inatisha, si ndio? Nitoe pongezi za dhati na shukrani kwenu watu wa TSID. Kwangu sio sura ngeni, ni watu wenyeji kwangu, sababu Kisauke Sekondari pia tunafanya nao kazi. Tunawashukuru kwa sababu mmetuwezesha kuibadilisha Kisauke iliyokuwa jangwa. Sasa hizi na sisi tunapata vivuli vya kukaa pale chini ya miti, tunakula na matunda. Asanteni kwa hilo. Tuache kutumia mkaa, tuache kutumia kuni, ili mazingira yaweze kuwa salama. Kama Mivumoni pia wangekuwa wanatumia kuni, hii miti tusingekaa chini ya vivuli. Lazima tu wangetaka kupunguza, baadaye tunakosa hata vivuli. Wangetaka kupunguza hapo apate kwa kupikia. Lakini kwa sababu tunatumia nishati safi, naona hata miti inapata nafasi ya kuendelea. Wanafunzi, miti kama miti kwa masomo yetu ya sayansi inasaidia sana kupunguza hewa ya ukaa, carbon dioxide. Kwa hivyo tukiendeleza jitihada za upandaji wa miti, mbali na afya ya sisi kupata matunda, lakini pia tutakomesha au kupunguza au kutokomeza kabisa hewa ya ukaa. Mimi kama mwakilishi nitayabeba yote haya kuyafikisha kule ambako ninatoka kwa mkurugenzi, ili na yeye aone uzito wa jambo hili kwa kutoka kwenu mabalozi wetu aweze kufanya jambo. Awiwi? Awawa? Kwa hiyo tutunze mazingira yetu, sio tu kwa ajili yetu sisi wenyewe, sio tu kwa ajili ya Mivumoni, hapana, lakini kwa ajili ya watu wote ambao wako chini ya Tanzania. Nikisema chini ya Tanzania namaanisha nchi yetu kwa ujumla. Tu support mazingira yetu kwa ajili ya generations, sio tu kwa ajili yetu sisi hapa, kwa ajili ya kizazi na kizazi kinachokuja, lakini pia kwa ajili ya viwanda mbalimbali, sio tu Oiso, hapana. Kila kiwanda ambacho ni cha Tanzania kinachotegemea mazingira kwa ajili ya kutoa bidhaa fulani yenye umuhimu kwa Watanzania, basi sisi tuwe wa kwanza kusupport ili tuweze kufika mbali kama Tanzania, lakini pia tuweze kufika mbali kama shule. Mivumoni oye! Kata mti, panda mti. Mambo hayo mazito. Wewe, makofi na vigelegele kwao. Dogo yanatisha sasa. Wacha. Kama Michael Jackson vile. Wacha. Wewe. Hey. Jamani, hawajachoka. Mzuka. Mivumoni. Haya, wanamwachia blaza. Mwake mai. Wewe. Check it away. Makofi kwa Kenya. Check it style hizo. Wewe unatisha namna hiyo. Naitwa Happiness kutoka kampuni ya Oiso. Tuko hapa leo kwa ajili ya kusupport jambo hili zima la siku ya mazingira duniani. Sasa ni kusaidia klabu hizi ndogo za mazingira katika kufanikisha upandaji wa miti, lakini pia kuhakikisha mazingira yetu yanakuwa salama kwa kuwa na miti ya kutosha ya matunda ya mbuzi na kadhalika. Asante sana. Swala la vifaa lilikuwa ni changamoto kwao kabla, lakini kabla ya leo pia tayari kuna baadhi ya vitu tumefanya vya kufanya ili klabu iweze kuendelea mbele kwa swala la vifaa. Hivyo na kwa sababu tunasikia changamoto yao, tunaendelea kufanyia kazi ili tusaidie kazi. Naitwa Subira Masuma Wimbi, nasoma kidato cha pili. Nawashukuru sana wanafunzi wa Mivumoni
na wazazi wote waliokuja kwa ajili hapa kutupa miti kuipanda, kwa sababu miti ina faida nyingi sana kama jinsi tulivyoweza kuambiwa na wenzetu katika shule hii. Kwa kupewa hii miti, ningewashauri wanafunzi wenzangu kuitunza vizuri, yani kuipa mbolea, kumwagilia maji ili iweze kukua vizuri na kupatia faida nyingi. Kwetu sisi hapa maendeleo ni mazuri, tunamshukuru mwalimu mkuu kwa kuboresha pia miundombinu ya elimu. Tunafaulu lakini pia tuko vizuri. Kwa mimi nawapongeza sana walimu wa sekondari Mvumoni kwa sababu wamefanya kazi kubwa kuwaimarisha wanafunzi wao kiakili na kiafya. Kwa hiyo ninawapa pongezi kubwa sana. Kwa jina naitwa Anastasia Juma Mohabe, ni mwanafunzi wa kidato cha pili. Mimi nawashauri wanafunzi wenzangu tuitunze miti hii kwa sababu inatusaidia kuwa na afya bora, tukipata matunda, hewa safi na vimvuri pia kwa ajili ya kupumzika na kukaa chini kwenye mti na kusoma. Kwa majina naitwa Adam Leonard. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuungana na wenzetu wanaoshughulika na mazingira, kwani leo ilikuwa ni siku ya mazingira duniani. Tumekuja kwa ajili ya kukiwakilisha Chama cha Mapinduzi CCM, tukiwa na nia na malengo ya kuhamasisha kauli mbiu ya kata mti panda mti katika kata ya Wazo. Wanafunzi tunazidi kuwahamasisha kipindi cha kiangazi wachukue maji na kumwagilia miti ili isiweze kukauka, kwani tunajua kwamba miti inatupa matunda, miti inaleta hewa ya oksijeni na miti pia inatuletea vivuli. Hivyo tunazidi kuwahamasisha wanafunzi waendelee kutunza miti, kwani ni muhimu katika mazingira tunayoishi. Kwa majina yangu naitwa George Eliazari Tibisigwa, ni mkurugenzi wa taasisi ya Tanzania Social Initiative for Development TSID, ambayo makao makuu yako mtaa wa Kisanga, kata ya Wazo, wilaya ya Kinondoni. Tunajishughulisha na masuala ya mazingira, lakini pia kutoa motisha kwa vijana ambao wanajiajiri kutumia vipaji vyao, lakini tunatoa counseling, lakini pia tunashughulika na masuala ya ukatili wa kijinsia na mambo mengine mengi ambayo ya kijamii. Leo ni siku ya maadhimisho ya siku ya mazingira duniani ambayo inaadhimishwa kila mwaka ifikapo tarehe 5 mwezi wa 6. Kwa na sisi kama taasisi kwa kushirikiana na wadau wetu Dar es Salaam Serena Hoteli, Wiso Product, tumeweza kuungana na wakuu wa shule hapa pamoja na shule yetu ya Mvumoni na wanafunzi kwa ajili ya kuhakikisha tunapanda miti ya matunda, ikiwa ni moja kati ya projekti zetu ambazo tunaendelea nazo katika utekelezaji wa miradi yetu ndani ya taasisi yetu. Lakini pia siku ya leo ni siku muhimu sana duniani ya kuhakikisha kwamba tunapanda miti kwa ajili ya kuondokana na matatizo ya uharibifu wa mazingira duniani, lakini pia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapata matunda na tunatoa elimu kwa wanafunzi kwamba matunda ni afya yetu na unapokula unatakiwa uweke matunda ili afya iweze kukaa sawa. Mtu yoyote au taasisi au jumuiya yoyote inapoituhitaji, basi tunapatikana kwa namba ya simu 0714369032 ama 0693482622, na pia kwenye Instagram jina ni hilo, taasisi ya Tanzania Social Initiative for Development TSID, lakini pia Facebook unapatikana kwa TSID na mitandao yote ya kijamii tupo. Sisi tumeendelea kuhamasisha vijana na wanafunzi pia walimu kuendelea kuisimamia miti hii, waweze kuitunza ili iweze kukua, kwa sababu wakiitunza faida ni kwao, wanakula matunda wao wenyewe, na tumeona tunaenda kununua matunda kwa gharama kubwa, lakini wao wakiitunza hapa watakuwa wanakula matunda kwa gharama ya wao wenyewe nafuu kabisa, na ni moja kati ya darasa au somo ambao wanatakiwa kujifunza, kwa sababu ni moja kati ya masomo ya kwenye science kwamba kila matunda afya yako inakuwa imara na inakuwa nzuri. Kwa hiyo tuwahamasishe sana na tutoe wito kwa wakuu wa shule na walimu wa mazingira na wanafunzi waweze kushikamana, waweze kutunza miti hii ya kivuli pamoja na ya matunda iweze kuwasaidia wao. Tumeona matokeo mazuri kwa shule ambazo tumewapelekea miti ya matunda. Kwa mfano shule ya msingi Pwani wamejitahidi sana kuhakikisha kwamba miti hiyo inakuwa na inatoa matunda, na ndio maana leo tukawapa zawadi ya dawa ili waweze kupulizia ile miti, lakini booster ili iweze kuwabusti na kuhakikisha kwamba ile miti inazaa, mwisho wa siku wanapata matunda. Tumeona matokeo mazuri sana toka tumeanza mpaka leo tunaona, lakini hii ni kwa nguvu ya Dar es Salaam Serena Hoteli. Ni miaka 3 sasa wametushika mkono, tunapambana nao na hakikisha kwamba na sisi kila mwaka tunapanda miti ya matunda, na wao ndio slogan yao kwamba wapande miti ya matunda ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Nawashukuru sana Dar es Salaam Serena Hoteli
ninawashukuru Wiso Product, ninawashukuru wadau wote ambao kwa namna moja ama nyingine wametushika mkono. Tunawashukuru wanafunzi wote wa Mivumoni, tunawashukuru wakuu wa shule wote waliokuja, lakini tunawashukuru sana 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 waandishi wa habari kwa kazi kubwa na nzuri mnayoifanya kwa kuelimisha jamii kupitia matukio kama haya.